Mtazamaji wa Global TV, leo ni siku ya tatu, bado tuko hapa msibani kwa aliyekuwa mmoja kati ya wasanii wa Bongo Movie na Video Vixen ambaye alikuwa akihudumu vizuri kwelikweli, aliyekuwa akifahamika kwa jina la Hawa almaarufu kama Karina, na nimepata nafasi ya kuweza kufika tena ili kuweza kuzungumza na wafiwa pamoja na wale ambao wanakuja kwa ajili ya kuwafariji wafiwa, lakini tuna kila sababu ya kumshukuru Wawarito Collection ambaye amesababisha kutupa nguvu ya kuweza kufika hapa. Yeye anahusika na uuzaji wa nguo, anapatikana Sinza Mugabe. Kana mimi uweze kufahamu kila kinachoendelea hapa msibani. Mimi ni Gabi Mtanzania, nyuma ya kamera anaitwa Evans. Kwanza pole kwa msiba, na pia tungependa kufahamu jina lako, unaitwa nani? Mimi naitwa Harriet Chumila. Kwa hiyo wengi wanapenda kuniita Mama Harriet. Na taarifa ya msiba, lakini pia kufahamiana na marehemu, labda unaweza kutuambia. Mimi kwanza ni mwigizaji. Kwa hiyo Karina namfahamu kama mwigizaji mwenzangu, lakini tulikuwa hatuna mazoea kihivyo. Si unajua sisi tunakuwa tuna makundi. Yaani huyu anakuwa na waigizaji hawa, huyu anakuwa na waigizaji. Yaani kila mtu ana kampani yake katika fani yetu hii. Kwa hiyo Karina nilikuwa namfahamu kama mwigizaji, lakini sikuwa na mazoea naye. Sasa tukaja kukutanishwa katika tamthilia ya yule kijana alifariki marehemu Steve. Kuna tamthilia ilikuwa inaitwa Kipenda Roho, kwa hiyo ndo tulikutana tukiwa humo wote tuko katika tamthilia moja, ingawa sikuwa nacheza naye hivi kwa hivi. Lakini wakati tuko katika ile tamthilia, kwa sababu tulikuwa tuko kwenye grupu, ina maana ndo tumeshoot, tulimaliza, ile ilikuwa ni demo. Ndo kapata taarifa kwamba Karina anaumwa. Kipindi hicho alikuwa ameshaanza kuumwa kwa sababu alikuwa Mwanza, hata tamthilia ile aliitwa, alikuja kwa ajili ya kushuti alafu arudi kule. Kwa hiyo zikawa hizo taarifa za kuumwa kwamba Karina anaumwa, mara kaletwa akapelekwa hospitali, mara hivi, mara tufanye michango ya kumsaidia. Lakini mwisho wa siku alivyorudi tena hapa, mimi nikasema hebu ngoja niende nikamuone. Kwa hiyo tukiwa na Saidi Wenji ambaye ndo alikuwa production manager wetu. Yeye ndo alikuwa anapafahamu kwa kina Karina kipindi hicho anakaa Mwananyamala. Kwa hiyo ndo tukaenda mpaka pale. Ndo sasa yani ndo tukawa kama tumefahamiana yani rasmi vile kwa kuwa pamoja. Kwa hiyo nikafahamu hata familia yake. Yani kutokana na jinsi nilivyomuona siku hiyo anavyoumwa, ilikuwa kwa ndio mara ya kwanza nafahamu kwamba Karina ana matatizo hayo. Yani sasa hapo alikuwa mwanzo kabisa, yani hajapitia zile operation nyingi. Kwa hiyo yani binafsi nilijisikia uchungu sana, nilijisikia masikitiko. Sasa ikawa kama nimekuwa mmoja wa ile familia. Ikawa siwezi kukaa labda ikapita wiki bila kwenda kumuona. Naenda najua hali yake, nini tunaongea kwenye simu hivyo, kiasi ambacho mpaka familia ile ikawa imenizoea. Yani ikawa kama mimi mmoja wapo wa wanafamilia. Kwa hiyo hata hospitali akizidiwa tukapelekwa hospitali, nishapigiwa simu, kwa hiyo naikuta mimi naenda, tunakuwa pamoja na familia hivyo. Kwa hata alivyokuwa anatibiwa sehemu mbalimbali, Ibrahim Haji nakumbuka alipelekwa hospitali ya Masista kule Magereza Gongo la Mboto, yani tuko wote. Na kwa sababu mimi nilikuwa nakaa jirani, kwa sababu mimi naishi Ombo, nikawa karibu, yani naenda labda mambo ya kupeleka chakula, yani tukawa sasa kama ni familia, kiasi ambacho mpaka Karina sasa akawa ananiita Mama Hawa. Unaona? Kwa hiyo hali ilivyozidi vile kuwa mbaya, mpaka yani mara ya mwisho mpaka Karina anaenda zake India, nilikuwa nimekuja hapa, tukawa tumeongea, lakini hali yake hii mara ya mwisho ambayo nilikuja kumuona kabla hajasafiri haikuwa kama siku zote hizo kipindi ambacho anaugua. Kwa sababu sifa moja ambayo Karina alikuwa anayo kipindi ambacho mimi ninamfahamu ni kwamba alikuwa yuko jasiri sana. Yani hajawahi kusema kwamba jamani mimi naumwa nitakufa sijui vipi. Yani siku zote alikuwa anaamini kwamba yeye atapona. Na kipindi ambacho wako Mwananyamala, baada ya familia kuhangaika sana katika matibabu, kiasi ambacho pesa zikawa matatizo nini, kwa hiyo tukawa tunashauriana tufanyeje nini, ndio kipindi ambacho mimi niliamua kumtafuta Imelda. Kwa sababu Imelda mimi nafahamiana naye kutokana na shughuli zetu hizi za sanaa. Kwa hiyo nikaa namuomba, naambia Ime, naomba hebu uje umuone Karina alivyo, alafu uangalie namna gani utamsaidia, labda kutangaza nini watu wamsaidie. Basi Ime sometimes alikuwa yuko busy nini, mpaka siku tuloweza kuonana, nikamchukua mimi nikampeleka mpaka
kule mwenyewe alivyoenda akaona hali ya Karina akaona akasema kweli mama huyu binti ana hali mbaya, na ndio taarifa zake sasa alivyoanza kuzisambazwa na Global ya kumwombea misaada. Na kipindi chote wakati anaumwa, labda ni kitu gani ambacho unakumbuka ambacho kilikuwa kinakutia moyo kwamba ni lazima Mwenyezi Mungu atamsaidia na atapona? Kipindi ambacho kilichokuwa kinanitia moyo ni kwamba kila alipokuwa anafanyiwa operation akirudi unakuta anaendelea vizuri, na kama ninavyosema, kipindi ambacho alikuwa akienda hospitali kwa ajili ya kufanyiwa operation akirudi yale maendeleo unayoyaona unasema afadhali, nadhani sasa hivi anaendelea vizuri. Lakini pia yani kikubwa ni kwamba kama anavyosema ujasiri, yani Karina alikuwa hajawahi kushindwa. Yeye alikuwa anaamini kabisa kwamba maradhi anawapitia pamoja na operation zote anazofanyia, lakini lazima atapona. Kwa hiyo hata saa nyingine alikuwa anasema kwamba yani mama yangu wewe, mimi nikipona hapa nikianza kazi yani nitakutafutia zawadi hivi unavyopambana unavyonihangaikia nini. Namwambia Mwenyezi Mungu atakusaidia mwanangu, utakuwa salama. Kwa hiyo hakuwahi yani kuonekana, kwa sababu mara nyingi mtu tunapougua si unakuna ile hali ya kukata tamaa kwamba yani mimi sijui kama nitapona. Yani jinsi kiasi ambacho wewe unaimuona jinsi alivyo, ukiangalia lile tumbo lake, alafu na jinsi yeye mwenyewe anavyoongea, yani unasema Mwenyezi Mungu kule. Kwa sababu kuna kipindi kutokana na ule ukaribu, kuna muda mama yake alikuwa ananiambia bwana, nikifika labda kumuona labda na dressing hospitali, mfano kwa Ibrahim Haji kule, ananiambia bwana, hebu nenda na mwanao ukompeleke dressing. Kwa hiyo tunaenda kule, anapofunguliwa kile kidonda, unapomfanyia dressing, unapokiangalia, yani unasema Mungu wa ajabu, huyu mtu kweli anaishi hivi? Yani unaogopa. Hata kile kipindi ambacho mama yake alikuwa anasema wadudu wanatoka nini, kweli nimeshuhudia vitu vingi sana kwa Karina. Alafu nikasema kwamba Mwenyezi Mungu yani akiamua uishi utaishi, akiamua kwamba sasa akuchukue kwamba siku yako imefika imefika. Kwa sababu kwa mateso ya kuugua aliyopitia Karina, yani katika hali ya kawaida unasemaje huyu mtu yani anawezaje kuwa mzima mpaka leo? Unaona, hata hiyo mara ya mwisho kabla hajaenda India, yani alikuwa hawezi kula, chakula kinapita mdomoni kinatokea hapa tumboni, akinywa maji ni hivyo hivyo. Kwa hiyo ilikuwa inafikia mahali hata awekewe yani nguo, awekewe labda madela nini wamzibe, ili at least ya kila kitu kikae kidogo kwenye tumbo, alafu baadaye kinatoka. Sasa mtu imagine anaishi katika hali kama hiyo, ni kwamba ameteseka. Na wakati yanatokea hayo yote, kwa upande wake yeye, ulivyokuwa ukimuona, alikuwa anajisikiaje? Alikuwa anajisikia maumivu, kwa sababu kuna muda sasa alikuwa analia, analalamika, jamani mimi naumia, mimi nateseka, mimi nafanyaje? Unaona? Kwa kuna kipindi anasikia maumivu, lakini kuna kipindi ndio hivyo unamkuta tu yuko normal. Na wakati anaanza safari yake sasa kwenda India kwa ajili ya kwenda kufanya matibabu ya operation yake ambayo watu wengi waliamini kabisa kwamba lazima atapona, kwa sababu tulimpambania kuhakikisha kwamba anapata pesa na anaweza kwenda India kwa ajili ya matibabu, na baadaye tukaona ameposti video akiwa na daktari na akielezea hali yake kwamba imeimarika, na watu wakaanza kupata furaha kwa maana ya muda mrefu ameumwa. Labda kwa upande wako ilikuwaje? Mimi nilivyopata zile taarifa, of course kama ninavyosema, nilikuja hapa kumuona na ndo nilikuta katika hiyo hali ambayo chakula akila kinapita, na nikapata taarifa kwamba anaenda India. Kiukweli nilishukuru na ingawa kidogo nikasema, lakini kwa sababu Karina India sio kwamba ndo mara ya kwanza, hii nadhani ni mara ya pili kwenda India. Kuna kipindi alifanywa operation Muhimbili hivyo hivyo, kukawa na tatizo, baada ile operation alipelekwa tena India. Kwa hiyo hii ilikuwa mara ya pili, lakini nikasema kwamba hii nadhani sasa itakuwa mwisho. Hata kuna message nilimtumia kwenye simu wakati yuko kule, nikamwambia mwanangu, naamini hii ndio operation ya mwisho. Mwenyezi Mungu lazima atafanya wepesi katika hili, na kama hivyo swala limesimamia na rais, kwa hiyo nadhani utapata matibabu ambayo yatakuwa mazuri sana. Alinijibu akanambia asante mama yangu, akaniwekea alama za vikopakopa vile. Basi kwa naamini hivyo. Ni kitu gani kitabaki kama alama kwako na Karina, kwa maana mlipokuwa mkifanya kazi, mlipofahamiana, mlipokuwa mkiuguzana, muda ulikuwa unaopata, imeacha kumbukumbu nzuri kwako?
Kumbukumbu nzuri ambayo nimeiacha ni kwamba Karina alikuwa ni binti ambaye alikuwa anajiamini, lakini pia ni binti ambaye alikuwa ana upendo kwa kila mtu. Alafu Karina sijui kama alikuwa anajua kugombana. Muda mwingi ulikuwa ni mtu ambaye yani pamoja na kwamba anapitia kwenye maumivu, lakini alikuwa ni mtu wa kucheka cheka tu, kufurahi. Unaona, kwa hiyo na huo ujasiri ambao ndo usiwache kuongea, kwa sababu hata ukiongea katika message wewe unaonekana kwamba unamhurumia, una imani, lakini yeye mwenyewe ndo unamkuta kwamba ana ujasiri wa kuona kwamba yani mimi nitainuka tena. Yani yeye alikuwa anaamini hicho. Kwa hiyo ni mtu ambaye kupitia yeye nimejifunza vitu vingi sana, lakini hata hivyo pia ni mtu ambaye alikuwa anamtumainia sana Mwenyezi Mungu. Pole. Na ulivyopata taarifa sasa kwamba Karina hatuko naye? Yani hizo taarifa yani hata sijui nisemeje, kwa sababu ni kitu ambacho sikukifikiria, kwa sababu nilikuwa niko nyumbani, alafu sikuwa vizuri yani kiafya. Yani kwa hiyo siku nilikuwa nimeshinda nyumbani, lakini nilitoka tu mara moja nikaenda dukani. Sasa wakati nimerudi nikawa nimekaa hivi sebeni kwenye corridor, na nilikuwa nimekaa sehemu ambayo yani na face chumba kingine, na kwa hivyo alikuwa amekaa binti yangu. Kwa hiyo nilipofika tu nimekaa kwenye kiti, nikashika simu nikaingia Facebook. Nilipoingia Facebook unaona Karina afariki dunia. Yani kwamba yani kama niliruka juu hivi. Alafu nikaja kudondoka chini, nikaangukia kwenye kile chumba ambacho kilikuwa kinanifesi. Nikaingia, yani nikafungua ule mlango, nikaanza kupiga kelele. Sasa yule binti yangu yani anashangaa nimepatwa na nini, nikaanza kulia. Ndo akanyanyuka sasa akaja kuangalia kwani nimeona nini kwenye simu. Ndo akaja akakuta kwamba nimekuta zile taarifa za msiba. Sasa na mume wangu pia alikuwa ndani, akawa anauliza vipi kimetokea. Alishtuka kwa sababu kwanza na yeye ni mgonjwa. Kwa hiyo alishtuka kimetokea nini. Wakasema Karina amefariki. Pole sana. Bi mkubwa kama unavyomuona hapa akielezea jinsi ambavyo alipata taarifa, lakini maumivu mengi ambayo anapitia mpaka anashindwa kuendelea na mahojiano, kwa jinsi ambavyo alikuwa karibu na mrembo huyu ambaye ametangulia mbele ya haki, Karina, ambaye wengi walianza kumfahamu baada ya kumuona pia kwenye wimbo wa Bob Junior Oyoyo kama video vixen, lakini pia alifanya kazi ya sanaa kwa maana ya uigizaji. Na leo ni siku ya 3 tangia taarifa ya msiba, na hapa ni nyumbani kwao. Natamani kufahamu, baada sasa ya kufahamu kwamba kinachozungumzwa na taarifa ulizopewa ni za kweli kwamba Karina hatuko naye, nini ulifanya? Kwa kweli nilishindwa kufanya chochote, kwa sababu kama nilivyokuambia sikuwa vizuri kiafya. Kwa hiyo hali yangu ilibadilika, nasumbuliwa na vidonda vya tumbo. Kwa hiyo hali ilibadilika. Ikabidi tu niingize ndani, nikawa sasa wananiambia tu nijitahidi. Nisilie, yani nijitahidi tu kutokana na hali yangu jinsi afya ilivyokuwa. Baada ya muda sasa Saidi huyo akanipigia simu. Kwanza akataka kujua niko wapi. Nikamwambia niko nyumbani. Ulishapata taarifa? Nikamwambia ndio. Basi kwa kweli sikuweza kutoka siku ile. Alafu sasa kwa sababu marafiki, ndugu, jamaa, wasanii wenzetu wengi walikuwa wanajua ule ukaribu wangu mimi na Karina. Kwa hiyo sasa hapo nikaanza kupokea simu, message, nini. Mwisho binti yangu akaniambia mama, zima simu ulale upumzike. Maana zile simu nilikuwa napata sasa zikawa nazidisha kulia. Usiku wa siku ile kiukweli sikulala. Niliumwa sana. Yani niliumwa kiasi ambacho sikujua kama kesho yake nitaamka. Lakini Mungu alinisaidia. Kesho yake niliamka. Ndo nikaja hapa. Mama yake Karina akasema kila nikishika simu nikupigie nashindwa. Nafikiria nitakwambia nini. Ni huzuni ambao umetawala hapa msibani, ambapo kesho tarehe 18 saa 7 mchana ndo natarajiwa mwili wa marehemu Karina, mrembo ambaye alikuwa kwenye tasnia ya movie hapa nchini Tanzania, utakuwa unawasili. Na baada ya hapo utaratibu mzima utatolewa. Huyu ni mama ambaye alikuwa karibu na Karina kwa maana ya msanii mwenzake, lakini waligeuka tena kuwa kama ndugu, maana mpaka hospitali akawa anamsindikiza, wakati mwingine anachukua jukumu la mama yake mzazi kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba anaipambania afya yake. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment.
Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.